Bwana, kadri miaka inavyozidi kwenda kasi na ndivyo hivyo teknolojia inavyozidi kukua na kuongezeka. Tunakoelekea sidhani kama tutakuwa na wodi za wazazi tena mahospitalini, bali tutakuwa na viwanda vya uzazi, ama unaweza kuita maabara za uzazi. Hiki unachokiona hapa ni kiwanda kinachohusika na uzalishaji wa watoto, nikiwa na maana hatua zote ambazo zinapitiwa mpaka mtoto anazaliwa, kuanzia kutungwa kwa mimba mpaka kuzaliwa kwa mtoto, zinafanyika katika viwanda hivi ama maabara hizi. Teknolojia hii ama mradi huu unajulikana kama Ectolife, ambapo ndani ya viwanda hivi kuna maabara ambazo zenye mitambo ya kila aina. Miongoni mwa mitambo hiyo ni hivi visanduku unavyoviona ambavyo vinatumika kama mifuko bandia ya uzazi, ambapo inaelezwa kuwa kutokana na uwepo wa maabara hizi unawawezesha wazazi kutengeneza mtoto, ama unaweza kusema kupata mtoto bila hata ya mama kubeba mimba, na badala yake mifuko hii bandia ya uzazi ndio itafanya kazi ya kubeba mimba na kulea mimba hizo kwa kipindi chote cha miezi 9 mpaka mtoto anapozaliwa. Katika teknolojia hii kuna mambo mengi sana ya kushangaza. Miongoni mwa mambo hayo ni kwamba mzazi anaweza kuchagua jinsi ambavyo anataka mtoto wake awe, nikiwa na maana mzazi ana uwezo wa kuchagua kuanzia kiwango cha akili ambacho anataka mtoto wake awe nacho. Pia vile vile mzazi ana uwezo wa kuchagua macho mtoto wake yaonekane vipi, nywele, urefu, nguvu za mwili, na wakati mwingine mpaka rangi ya ngozi ya mtoto wake. Mzazi ana uwezo wa kuchagua ni rangi gani ambayo mtoto wake anataka kuwa nayo. Kwa tafsiri hii ni kwamba mtoto anatengenezwa kiwandani kama vile ambavyo bidhaa nyingine zinatengenezwa kiwandani, kwa maana kama unavyoona simu zinavyotengenezwa kiwandani ama vifaa vingine, pia ni hivyo hivyo mtoto ndivyo anavyotengenezwa katika viwanda hivi. Mradi huu wa Ectolife mpaka hivi sasa upo katika hatua za awali, ambapo inaeleza kuwa ndani ya kiwanda hicho kutakuwa na jumla ya maabara 75 zenye vifaa vya kutosha. Pia maabara hizo zitakuwa na mifuko bandia ya uzazi, yani artificial wombs, kwa idadi isiyopungua 400. Hivyo basi kwa mwaka mzima wanaweza kutengeneza mpaka watoto 30,000 kupitia kiwanda hicho. Mifuko hiyo ya uzazi iliyopo kwenye kiwanda hicho imeundwa vizuri katika hali ambayo mazingira yaliyopo katika mifuko hiyo ni mazingira sawa sawa na yale ambayo yaliyopo katika tumbo la uzazi la kina mama. Hivyo basi wakati zoezi hilo likiwa linaendelea kiwandani, basi inaeleza kuwa wazazi watakuwa na uwezo wa kufuatilia hali ya ukuaji wa mtoto kupitia mtandao ambao umeunganishwa katika simu zao. Hivyo wataweza kumfuatilia mtoto wao kupitia simu zao pindi wakiwa nyumbani, na pia vile vile kupitia mtambo maalum ama programu maalum ambayo imefungwa katika mifuko hiyo. Wataalamu na madaktari watakuwa na uwezo wa kufuatilia kila hatua za kiafya na hatua zote za ukuaji wa mtoto huyo, na endapo kutakuwa na tatizo lolote ambalo litajitokeza katika mitambo hiyo itatoa ripoti, na hivyo changamoto hiyo itaweza kutatuliwa haraka, na pindi itakapofika hatua ya kujifungua hakutakuwa na dhoruba yoyote kama ile ambayo wanapata wazazi mahospitalini, nikiwa na maana tunakuelekea swala la kushikwa na uchungu halitakuwepo tena, na hivyo itabaki kuwa story. Na endapo wakati wa kuzaliwa kwa mtoto tawadia, sio tena jambo la kushika visu na kufanya upasuaji, bali kitakachofanyika ni kitendo cha kubofya kitufe tu ama kubofya batani, na mtoto huyo ataweza kutoka kwenye kisanduku hicho, yaani atatolewa katika mifuko hiyo bandia ya uzazi na atakabidhiwa kwa wazazi wake. Baada ya kuletwa kwa mradi huu mbele ya watu, kuna baadhi yao ambao walipongeza sana wazo hili, wakidai kuwa linasaidia wengi, hasa wale ambao wana matatizo katika mfumo wao wa uzazi, mfano wale ambao wakishika mimba inaharibika. Hivyo mradi huu utawasaidia sana. Nina imani utakuwa unatamani kujua hasa ni nani mwanzilishi wa mradi huu wa Ectolife, ama ni nani alitoa wazo hili. Wazo hili la Ectolife lilitokana na utafiti wa kisayansi uliofanywa na watafiti duniani kote kwa zaidi ya kipindi cha miaka 50, ambapo mwanzilishi wa wazo hili la Ectolife anaitwa Hashim Al-Ghaili. Bwana mkubwa huyo anaishi huko jijini Berlin nchini Ujerumani, ambapo bwana mkubwa huyu ni mtayarishaji, mtengenezaji, mwanabiolojia wa molecule kwa biashara, yaani molecule biologist by trade. Kitu cha kipekee kabisa katika mradi huu ni kwamba bado haujaanza kufanyika, ambapo hivi sasa upo katika hatua ya mwanzo tu. Hivyo huenda kwa miaka ya mbele kidogo likaanza kufanyiwa kazi na kiwanda hiki kikaanza kufanya mchakato wa kuweza kuzalisha watoto. Sasa wewe kama mdau wa masuala ya teknolojia, ningependa kusikia kutoka kwako. Je, umelipokea vipi swala hili? Tupatie maoni yako kwa kucomment kupitia mitandao yetu ya kijamii, na endelea kufurahia ulimwengu wa teknolojia ndani ya Techno Corner.